yeye ni wa upendo, tena ni wa rehema zake, na ameamua hata waiacha mwanadamu katika giza. Atazidi kujifunua tena kujidhihirisha katika maandiko, ili kila mmoja aweze kumuelewa na aweze kumusikia. Wacha tuweze kuomba ili tuweze kuanza fundisho la jioni ya leo. Tunaomba. Uhimidiwe Mwenyezi Mungu, Mungu mwingi wa rehema, uliyeumba mbingu kwa siku 6 na ya 7 ukapumzika, na ukampatia mwanadamu ili kuwe ndio ishara ya kuonyesha ukuu na nguvu zako katika maisha ya mwanadamu. Yesu, tunapoanza ujumbe wa jioni ya leo, Yesu, tunakulilia na kuomba kwamba ebu Kristo ujitukuze na tena ujidhihirishe, ili tunaposikia sauti yako inapozungumza, mwisho wa yote Kristo uliye wa upendo, uliye wa amani, ebu tuweze kukuelewa. Tukiomba msamaha wa dhambi mahali tumekutenda kinyume, na tena tukikulilia kwamba ebu tupatie nguvu ya kukufunua zaidi katika maeneo haya, ili wakaaji wako wa maeneo haya wazidi kukuelewa, wakijiandaa kwa ufalme wako. Mungu, tunaomba ya kwamba tunapoanza nasi, tupatie roho wa kweli wa kupambanua na kuelewa, maana without discernment ya kukuelewa zaidi, hatutaweza kuwa na muda na wewe, na hata kutemani sana ya mbingu tutabaki duniani. Hebu Yesu tusaidie tunapoanza mpaka mwisho, tuweze kufunua giza ya kiroho shetani ameleta duniani. Yesu, shikilia mitambo, shikilia hali ya anga, shikilia pia wasikilizaji na msomaji anayesoma ujumbe huu. Hebu Yesu mtumie jinsi inavyokupendeza. Na kwa unyenyekevu Kristo, tunaomba ya kwamba tukumbushe maandiko unayokusudia somo jioni ya leo. Bariki kila moja, na pia mwisho wa yote Kristo, mwisho unapoitanwa, hebu Yesu jitwalie walio wako. Jina lako litukuzwe tunapoanza mpaka mwisho. Katika Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kitabu ni kile cha Ufunuo 14, mstari ni ule wa 9. Tunaendelea kawaida mahali tuliachia jana. Ufunuo 14, kuna onyo kali inapatiana duniani kwa mwanadamu yote aliye duniani, na kama ataelewa hii onyo, ataamua kuiamulia, atembee na kweli ya Mungu. Kwa haraka mtumishi, masaa ni machache. Soma andiko. Inasema ina mwingine malaika watatu, na mwingine mjumbe watatu akafuata akisema kwa sauti kuu. Anaonekana ghorofa ya 3, malaika watatu wanafuata akisema kwa sauti kuu. Mtu wa yote Anaambia wakaaji wa dunia, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama, akiingia kwa ibada ya mnyama na sanamu yake. Safi. Inasema na sanamu yake, Sikia. na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, huyo au katika mkono wake, huyo naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya nini? Ya Mungu. Atasikiza hasira ya Mungu inakuja duniani, kwa sababu kuna mnyama ameleta ibada akiongozwa na shetani. Maana shetani kutoka siku alipoanguka, Biblia inasema aliapa lazima akuwe na serikali. Isaia 14:12 mtumishi, jinsi ilivyokuwa kutoka mbinguni, unasema jinsi shetani alivyo kutoka mbinguni, ewe nyota alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliangusha mataifa. Shetani alikuja kuangusha mataifa, lakini ili aweze kuangusha mataifa, na ulisema ni mwako, ya kwanza nitapanda mpaka mbinguni, ya pili nitakinua kiti changu, kiti serikali. Shetani akapa lazima akuwe na serikali, na akifanikiwa kuwa na serikali, ya tatu nitaketi juu ya mlima wa mkutano, ya tano nitapaa kupita vimo vya mawingu, ya tano nitafanana yeye aliye juu. Shetani akapa lazima afanane na Mungu. Ndio maana akaanza kumwaga roho wake duniani. Ufunuo 16:13 mtumishi, nikaona roho 3 za uchafu. Ufunuo 16:13 unasema nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Shetani anamwaga roho wake duniani. Nikaona roho 3 za uchafu zikitoka katika kinywa cha yule joka, na katika kinywa cha yule mnyama, na katika kinywa cha mnyama, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Sasa kesho tunaingia kwa nabii wa uongo. Leo tuko hapa kwa mnyama. Sikia sasa, mahali shetani alifanikiwa kuwa na kiti ya Mungu, anasema Babyloni imeanguka, mfumo mbaya wa kishetani ulioletwa duniani. Ndio maana Danieli akaonyeshwa nini? Danieli 7:1 mtumishi, inasema katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Belshaza mfalme wa Babeli. Sikia. Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto. Danieli akaiandika ile ndoto, akasema naliona, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Safi. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hivyo pepo za mbinguni,
akaona upepo. Tumejua kwa Biblia kutoka juzi upepo unasimamia vita. Akaona vita ikizuka katika bahari. Bahari inasimamia dunia na watu wengi. Lakini akaona wanyama wakubwa. Ndipo wanyama wakubwa wanne. Akaona wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini. Wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama dubu, wa tatu kama chui, mnyama wa nne. Hapa ndio tuko siku ya leo, si ndio? Tumeona kwa Biblia wanyama wanasimamia serikali. Danieli 7:17 sikia. Inasema wanyama hawa wakubwa walio wanne. Wanyama hawa wakubwa walio wanne ni wafalme wanne, ni serikali nne watakaotokea duniani. Kumbe tangia mwanadamu aumbe dhambi kaingia, shetani ameinua serikali ngapi? Nne. Sasa tukunaangalia leo ya mwisho. Ya kwanza ni Babylon, ikachukua tamu mwaka wa 605, ikatawala mpaka mwaka wa 539, nikaangushwa na serikali ya pili inaitwa Medo-Persia, ikachukua tamu 539, ikaanguka 331 kabla Yesu kuja duniani. Ikaangushwa na Grecian Empire ya Uyunani iliyochukua tamu 331 mpaka 168, ikagushwa na mnyama wa kutisha serikali ya Rumi iliyochukua ikiwa Rumi serikali peke yake, Rumi ya kipagani, mwaka wa 168 ikatawala mpaka 476. Danieli 7:7. Sasa sikiza. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku. Danieli 7:7. Danieli anasema baadaye nikaona katika maono ya usiku, na tazama mnyama wanne mwenye kutisha. Akaona mnyama wa nne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki. Serikali inakula dunia na kuvunja vunja. Ndio jana tumeangalia serikali yenye kutawala dunia, ile serikali ya Warumi ndio ilitawala Yesu akiwa anazaliwa, ndio ikadhoofisha watakatifu wa Mungu. Ndio serikali Yesu anapopaa mbinguni ikaanza kuwa watakatifu wa Mungu. Serikali yenye kutawala inaitwa serikali ya Warumi. Yohana 11:47 sikia. Basi hakuna makuhani, sikiza, hakuna makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, sikia, tunafanya nini? Tutafanya nini dhidi ya Yesu? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Wakasema tukimwacha Yesu hivi, sikia, watu wote watamwamini, watu wote wataamini Yesu, na Warumi watakuja, sikia, watatuondolea mahali pote. Warumi waliogopewa, maana ndio serikali ya ile iliyoinuka superpower katili duniani, ikaanza kukula na kuvunja dunia. Ndio maana jana tumeona serikali ambayo inaogopewa zaidi na viongozi wa dunia ulimwengu mzima ambayo inazungumza ikipanga dunia ni serikali ya Warumi. Rumi ikachukua tambo mwaka wa 168 ikatawala ikiwa Rumi ya kipagani kabla Yesu kuja mpaka 476 Yesu akiwa duniani. Ndio serikali ilimsulubisha Yesu msalabani, lakini ikamsulubisha, na baada ya kumsulubisha Mungu akasema itafika mahali Rumi igawanyike itoe pembe 10. Danieli 7:7 sikia. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, akaona katika maono ya usiku, na tazama serikali mnyama wa nne mwenye kutisha. Akaona serikali ya nne ya Rumi yenye kutisha, mwenye nguvu, iko na nguvu mingi, mwenye uwezo mwingi. Sikia. Na alikuwa na meno ya chuma. Alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande. Serikali ilikula dunia na kuvunja vipande. Sikia. Na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na wanaokatana na hii serikali wakaanza kuuawa. Ukikatana na hii serikali wewe marehemu hivi. Unaona kuna watu wanaotetea nchi zao wakikatana na utawala wa hii serikali wanauawa, wengine wanaekwa kina Gaddafi waliotetea nchi zao, Magufuli na wengine mrubangu, si ndio? No. Ni nchi ambayo serikali ambayo hakuna rais anaweza tawala bila hii serikali. Sasa sikia, hii serikali baadaye hii serikali kagawanyika ikatoa pembe ngapi? Pembe 10. Barisha inasema na umbo lake ilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10. Serikali ya Rumi ilikuwa na pembe ngapi? Pembe 10. Pembe ngapi? 10. Sasa kama mnyama ni serikali, pembe inasimamia nini? Danieli 7:24 inasema na habari za zile pembe 10, na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo wataondoka ufalme 10. Mungu anaelezea ulimwengu itafikia mwaka wa 476 Roma igawanyike itoe mataifa 10 na yatatawala yakiwa Europa mpaka Yesu arudishe ufalme wa wake. Sasa angalia, Roma ikagawanyika ikatoa mataifa 10 mwaka wa 476. Roma ikagawanyika ikatoa taifa la kwanza lililogawanyika na Roma linaitwa taifa la France, likatokea Europe. Taifa la pili Italy, taifa la tatu Spain, la nne Portugal, la tano Germany, la sita Switzerland, la saba England, la nane Austria-Hungary, si ndio?
la 9 Eruri na la 10 Vandals of North Africa. Lakini katika haya mataifa 10 lazima kutokea serikali moja itakayeinuka katikati ya mataifa 10 ya Roma ili ijaribu kuunganisha tena dunia tena. Sasa sikiza, Danieli akasema hakuachiwa pale. Akaona nini katika mataifa 10 ya Europa? Danieli 7 mstari wa 8. Sikia, ikaziangalia sana pembe zake, akaangalia sana mataifa 10 ya Europa, na tazama pembe nyingine ikazua kati yao. Akaona serikali nyingine ikazuka kati yao, na ilikuwa ndogo. Sasa sikiza, serikali ambayo inainuka sasa, ambayo shetani ataipatia nguvu, inatoka katikati ya mataifa yale 10. Katikati ya zile mataifa 10 nikaangalia serikali nyingine ikazuka kati yao, na tazama pembe nyingine ikazua kati yao. Safi. Na ilikuwa ndogo, na ilikuwa ni serikali ndogo ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza. Serikali ikang'oa mataifa mangapi? 3. Jana tuliona iling'oa taifa la kwanza Eruri, likang'olewa taifa la Eruri mwaka wa 493 baada ya Yesu kupaa. Taifa la pili likang'olewa Marubagu, linaitwa taifa la Vandals 533 Yesu akiwa amepaa. Taifa la 3 inaitwa Vandals, ikang'olewa mwaka wa 538. Serikali ndiyo ikapata nguvu, ikaanza kusimama duniani. Lakini sikia Danieli akaambiwaje? Nikaangalia sana pembe zake, inatazama katika pembe hiyo, katika hiyo serikali mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu. Serikali iko na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa na mdomo kilichokuwa kikinena maneno makuu, na masikio hamna. Ni serikali ina masikio. Ni moja tu tumeona imeinuka Kenya peke yake, iko na nini? Iko na masikio. Duniani hakujaionekana serikali iko na nini? Iko na masikio. Ndio serikali inainuka, iko na mdomo, iko na macho, lakini haina sikio. Sasa macho tuliona jana, macho ya Mungu ndio ilikuwa duniani, lakini shetani akainua macho yake pia duniani. Mithali 15:3. Sikia, macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Shetani akainua serikali iliyo na macho na mdomo. Sasa mdomo ulitumika kufanya kazi gani? Danieli 7:25. Naye ataena maneno kinyume chake aliye juu. Mdomo utatumika kuzungumza, na utakuwa unanena kinyume cha Mungu aliye juu. Ni serikali itaanza kuingilia masuala ya nani? Ya Mungu. Ndio maana ilimstua Danieli. Lakini leo watu hawastuki, wanasema mambo iko nini? Iko sawa. Mambo iko nini? Sawa. Nasikia dunia kila bahari mambo sawa. Si ndio? Mambo iko sawa, na hii serikali inatawala, inafanya mambo kinyume cha Mwenyezi Mungu. Halafu uko pale unasema mambo iko nini? Iko sawa. Mambo iwezi kuwa sawa duniani. Itakuwa sawa Yesu akirudisha ufalme wa nini? Ufalme wake. Sasa wewe kaa duniani tu ukiimba mambo iko nini? Iko sawa. Wakati mnaimba mambo iko sawa, shinda inaanza kupatikana duniani. Wa Thessalonike mtumishi 5 mstari wa 1. Sikia, wakati dunia inaimba mambo iko sawa, serikali inaanza kuzungumza ikiharibu dunia, na inaanza kugusa masuala ya nani? Ya Mungu. Nataka kuonyesha jioni ya leo. Jana tumeangalia Sabato vyenye iligongwa, ikaondolewa mwaka wa 321 tarehe 7 mwezi wa 3 Yesu alipopaa, Sabato ikagongwa. Sasa nataka kuonyesha kitu kingine waligonga, wakiondoa watu kwa mpango wa nani? Wa Mungu. Hebu sikia. Inasema lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira, kwa habari ya nyakati za ujio wa Yesu mara ya pili na masaa, hamna haja niwaandikie. Maana sisi wenyewe tunajua yakini ya kuwa, sikiza, sisi wenyewe tunajua yakini ya kuwa siku ya Bwana wetu Yesu Kristo yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Inakuja kama nini? Mwivi. Watu wanasema Yesu anakuja kama nani? Kama mwivi. Unajua wengine wakafanya mchezo, wakafanya dhiaka. Labda Yesu kuchelewa, amechelewa, labda alikuja kama mkora tukamuua na tusifanye nini? Tusijue, sio ndio? Maana dunia inaamini Yesu anakuja kama nani? Mwizi. Yesu hakuje kama mwizi, anakuja kama mwizi kwa wewe. Utaingia kanisa la Mungu utunze Sabato ya nani? Ni wewe atakujia kama mwizi. So anakujia watu makundi mangapi? Mawili. Kuna wale anakuja kama mwizi hawajui na hawajielewi. Lakini watu wa Mungu hawezi pata kama mwizi. Soma andiko, sikia. Inasema wakati wasemapo kuna amani na salama. Wakati dunia inaimba kuna amani, wakati viongozi wanaitana kuwe na amani. Leo kumekuwa na maombi ya kitaifa mwanangu, si ndio? Watu wakiombea nchi. Watu wakiombea nchi. Hamwezi ombea nchi na ukora umejaa katika viongozi. Mungu hawezi sikia maombi. Kuna maombi Mungu anawaangalianga, mnaomba inapiga kichwa, mnarudi nayo wapi? Unarudi nayo nyumbani. Mnarudi nayo kwa ofisi zenu. Hebu sikia andiko la Mithali mtumishi 28. Hii Mithali 28. Hii mstari ni ule wa
9. Sikia. Inasema yeye aligeuza sikio lake. Yeye anayegeuza sikio asisikie sheria, asishike sheria ya Mungu, hata sala yake, hata akiombaje ni chukizo kwa Bwana. Imetukana kwa nani? Kwa Bwana. Wewe unaibia watu ni mkora, alafu unaenda kuomba eti Mungu afanye nini? Asikie. Asikie wapi? Ndio unaona wakati mnaimba kuna amani na salama, shinda inakuja duniani. Hapo maliza ile andiko mtumishi. Inasema wakati wasemapo kuna amani na salama, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajapo kwa ghafla. Ndipo shida inawajilia kwa ghafla. Sikia. Kama vile utungu mjavo mwenye mimba. Wakati mnaimba kuna amani na salama, shetani anapanga dunia. Hebu sikia maliza na andiko mtumishi, lakini Mungu anasemaje? Inasema bali ninyi ndugu, bali sisi, Mungu anatuita ndugu, bali sisi ndugu, hatumo gizani, hatumo gizani, hata siku ile, siku ya Bwana wetu Yesu Kristo iwapate kama mwivi. Sasa Yesu akuje kwa watu wake kama mwivi. Anakuja kwa watu ambao ni wakora, wametumia jina la Yesu. Kesho usikose mkutano. Tunaangalia manabii wa nini? Wa uongo. Ufunuo 13, sikiza polepole. Sasa Yesu anasema hii serikali itatufunua kinywa kumtukana nani? Mungu. Kumtukana nani? Mungu. Itatukana Mungu kwa njia gani? Ufunuo 13 mstari wa 6, mtumishi kwa haraka. Inasema akafunua kinywa chake. Akafunua kinywa chake. Amtukane Mungu. Ni serikali inatukana nani? Jina la Mungu. Anatukana Mungu. Ya pili, na kulitukana jina lake. Ni serikali inatukana jina la nani? Jina la Mungu. Swali, kwani jina la Mungu ni lipi? Hebu tu haraka mtumishi, kitabu ni kile cha Zaburi 99 mstari wa 3. Na walishukuru jina lake kula kuafiwa. Walishukuru jina lake Mungu kula kuafiwa. Ndiye nani? Mtakatifu. Jina la Mungu la kwanza jana tunaona anaitwa mtakatifu. Mtakatifu. Jina la Mungu la pili anaitwa nani? Zaburi 111 mstari wa 9. He set redemption unto his people. Mungu wa mbinguni alituma ukombozi kwa watu wake. He hath commanded his covenant forever. Ameweka agano lake liwe na milele. Holy. Ya pili. Holy. Ya kwanza. Holy. Ya pili. Reverend. Is his name. Jina la Mungu la kwanza Holy. La pili Reverend. Hapa ndio shinda imekuja. Kesho tunaangalia mareverend. Leo tuko hapa kwa holy mtakatifu, si ndio? Kesho tunaingia kwa mareverend, kipindi cha mwisho. Ili unapokaa duniani ukiamua kupotea, uamuzi ni wa nani? Wako. Samson alielezewa, akafundishwa, na ndio unataka uweze kuelewa. Hata Samson akiinuka, mtumishi, Samson akifanya nini? Akiinuka. Samson akiinuka, Samson akifanya nini? Akiinuka. Wacha nikusitoe ukienda nyumbani. System hii imekuwa ikijaribu kuinuka kutoka mbali. Samson akiinuka, hebu tuende kitabu cha Waamuzi 16 mtumishi, mstari wa 22. Sikia. Samson akiinuka, amewekwa kuwa munadhiri, hasimamie kikundi cha watu wa Mungu wataka wasimama wakati system inainuka ya Mungu ambaye anainuliwa dunia. Mungu gani mtumishi? Soma kwa haraka. 16. 22. Teremka mpaka 26. Inasema lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena. Baada ya kunyolewa kwake, kisha wakuu wa Filisti wakakusanyika ili kumtolea sadaka. Walikusanyika kwa ibada. Sikiza, mkusanyiko wa mwisho ni wa kupanga kuleta ibada bandia ili imalize watu wa Mungu. Wakakusanyika ili kumfanyia sherehe Mungu nani? Dagoni, mungu wao. Mungu Dagon. Ukichukua kwa simu yako, Mungu Dagon ni Mungu ambaye aliabudiwa na Wafilisti, anaitwa Fish God, si ndio? Mungu aliye mfano wa samaki. Hata ukimuua mtumishi, samaki hata ukifanya hata ukimuua, kuna mahali pawili samaki yafungangi. Ya kwanza ni wapi? Ni mdomo. Hata samaki akiwa amekufa ama akiwa kwa maji, mdomo iko nini? Iko wazi. Na ya pili ni wapi samaki yafungange? Macho. Kuna mtu ameiona masikio ya samaki? Hamna. Hakuna. System moja iko na macho, iko na mdomo, lakini ina nini? Haina masikio. Haina masikio. Ukitaka kujua unabii, kuja kanisani, utaelewa vitu vingi kwa Biblia. Acha kucheza na kuruka. Utaruka mpaka lini Yesu akuja akupata huko pale? System ya Mungu Dagon. Ndio unaona viongozi wa system ile walikuwa wanavaa kofia zilizo mfano wa nini? Wa samaki, si ndio? Na ndio system hii ilikuja ikachukua ile system ile tu, lakini wakachukua kofia zao waendelee kuinua Mungu Dagon, Mungu badia duniani. Na hapo ndio inapangwa serikali. Hebu sikia, inatokana jina la nani? Jina la Mungu. Anajiita ya kwanza mtakatifu, ya pili nani? Reverend. Sikiza sasa, Yesu akitoka duniani alitufundisha, alifanya nini? Alitufundisha jina la Mungu mahali alikuwa naenda. Tufunue hii serikali mtumishi, alafu tuendelee mafundisho aliyoleta kwa haraka, si ndio? Naam. Kitabu ni kile kwa haraka mtumishi. Kitabu cha Yohana
Yohana 17 mstari wa kwanza. Jina la Mungu la tatu ni gani? Sikia. Maneno hayo aliyosema Yesu, akainua macho yake. Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni akasema. Sasa Yesu anaomba ombi lake la mwisho akiangalia ende mbinguni. Akasema mstari wa 11, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Yesu alikuwa anaenda mbinguni kwa Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulonipa walinde hawa. Yesu alikuwa anaenda, anatuambia Mungu wa mbinguni anaitwa nani? Baba Mtakatifu. Na Biblia ikasema hakuna mwanadamu akona uwezo wa kutumia jina la nani? Jina la Mungu. Hebu soma kwa haraka Isaia 48 mstari wa 11. Kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya nafsi yangu nitatenda haya. Litie unajisi jina langu, wala sitampa mwingine utukufu wangu. Kumbe jina la Mungu anaitwa Baba Mtakatifu. Na Biblia inasema hakuna mwanadamu anaweza tumia jina la nani? Jina lake. Sasa tukipata serikali iko na kiongozi amechukua jina la Mungu ambaye anapatiwa anajiita Baba Mtakatifu, ni Mungu amempatia ama ni shetani? Ni shetani. Sasa serikali ya mwisho inaongozwa na Asa Mudharu. Baba nani? Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu ndio serikali imechaguana juzi ikachukua Papa Leo wa 10 na ngapi? 14. Papa Leo wa 13 ndiye alijaribu kuanzia mwaka 1888 akajaribu kuinua ibada ya Jumapili mara ya ngapi? Mara ya kwanza. Ikashindikana. Sasa huyu akachukua mahali aliachia ndiye anataka kumalizia. Wewe cheza na imani, hivi karibuni ndio utaona tabu ijaonekana kwa hii dunia. Unaitwa kwa Kristo utaki kusikia, wewe ni moyo mgumu, umefanya moyo kuwa mgumu. Ni kama hii simiti mwalimu wangu, si ndio? Wakati mtu alikuwa anajenga hii nyumba, wakati kokoto iliekwa ikiwa na maji, si ungekanyanga hata unaacha vidole pale. Naam. Unaacha sanamu ya kidole chako pale. Lakini sasa hizi unaweza fanyia kitu hiyo simiti? Hauwezi. Ndio moyo wa mwanadamu ulivyo. Unapohubiriwa unazidi kuwa mgumu. Hapana, unaingilia kanisa yangu, unazidi kufanya moyo kuwa mgumu. Itafika mahali hakuna kitu unaweza fanyia moyo, labda Mungu akuvunja kumalize. Na uko na nafasi ya kukuja kwa Yesu, uanze kubatizwa hii Sabato, utembee na nani? Na Yesu. Serikali ya mwisho inatawala ikiwa Roma, mji wa Roma anaongozwa na Baba Mtakatifu. Na ndio unaona huyo mzee akaanza kuharibu imani. Najua mtu anaweza kuambia unamuingilia huyo mzee, si ndio? Sikiza tusikie kama anaitwa Baba Mtakatifu. Katekisimu ya maswali na majibu kwa haraka. Tupige hatua mtumishi. Leo tunaangalia sita tatu zinamaanisha nini mtumishi? Najua kwa muda mrefu wengi hawajajua sita tatu zinamaanisha nini. Wamezoea Vicarious Friday, wamepiga hesabu ikaingia. Acha nikufunulie sita tatu. Kila sita iko na maana yake. Uone confusion iliyoko duniani kwa sababu hii serikali ya Roma. Shetani akitawala. Soma. Inasema katekisimu maswali na majibu. Inatokana katekisimu ya Kanisa Katoliki. Sikia. Ukurasa wa 50. Swali la 103. Baba. Wanauliza Baba Mtakatifu ni nani? Wanasema Baba Mtakatifu ni mrithi wa mamlaka ya mtakatifu Mtume Petro. Wanasema popu wa kwanza, maana Baba Mtakatifu amerithi kwa Petro. Wanasema popu wa kwanza alikuwa ni nani? Nati ni Petro. Sasa sikiza kwanza mtumishi kabla tuende pale, si ndio? Wao wamesema imani yao hakuna kuoa kwa mafadha, si ndio? Sasa swali, si ndio? Hebu sikiza kwanza Timotheo wa kwanza 4:1 kwa haraka mtumishi. Basi Roho ananena wasiwasi ya kwamba nyakati za mwisho, yani siku za mwisho, wengi watajitenga na imani ya Yesu, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya nani? Ya mashetani. Wewe peleka hiyo slide mbele mtumishi. Mali mafadha wameanzia sasa kwa haraka, alafu turudi nyuma kwa ubatizo venye uliharibiwa, tuingie kwa sita tufunge. Iko sawa, weka kwa kiti sasa, imefika. Angalia, wakijitenga, wakisikiza roho za mashetani, si ndio? Wakizuia watu, unasema roho za mashetani kwa unafiki wa watu wasema uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Sasa angalia, roho zidanganyazo zikadanganya watu. Kuna ofisi ilibaki duniani Yesu akitoka, ofisi kama ya priest, ofisi kama ya nani? Ya priest. Ama in other ones pandre, si ndio? Hakuna ofisi kama hiyo ilibaki duniani. Makuhani walikuwa wanafanya kazi ya kupatanisha wanadamu katika hekalu la duniani. Sasa hekalu la duniani iliisha, pasia ikapasuka, kuhani akaonekana mbinguni akiwa Yesu Kristo. Sasa angalia, sasa wakadanganya watu. Yesu akitoka duniani aliacha ofisi moja inaitwa priestly ministry, si ndio? Tuulize Biblia, kuna ofisi kama ya priest kimtumishi? Tuulize Biblia, si ndio? Yesu akitoka duniani aliacha ofisi 5. Ofisi ngapi? 5. Ofisi ngapi? 5. Tuangalie kama kuna ofisi ya priest ilibaki duniani. Eti wewe unaweza enda, mtu anakaa mahali kanisani, unampelekea vyakula, unamfanyia, anakaa tu, yeye ako pale, ukiwa na shida unaenda anakuombea. Kuna ofisi kama hiyo kumebaki duniani mwana wangu?
Waefeso 4:11 sikia. Naye alitoa wengine. Yesu alitoa wengine. Naye alitoa wengine kuwa mitume. Akaacha ofisi ya mitume. Na wengine kuwa manabii. Akaacha ofisi ya nabii. Na wengine kuwa wainjilisti. Akaacha ofisi ya wainjilisti. Na wengine kuwa wachungaji. Akaacha ofisi ya wachungaji na walimu. Umesikia mahali imebaki ofisi ya priest? Hamna. Priestly ministry ilisha na nani? Na sasa wao wakaleta ofisi ya priest, wakasema makuhani na mapriest na mafadha hawafai kufanya nini? Kuoa. Hebu sikiza. Ndio unaona? Lakini wanasema wameridhi kwa mtume nani? Petro. Wanasema sasa pia Petro alikuwa katika huo mfumo, yeye hajaioa, yeye ni father wa kwa Petro ni popo wa kwanza. Ni popo wangapi? Popo wa kwanza. Ndio maana kanisa hili likajengwa mahali ambapo mtumishi Petro alikufa na likasimama duniani. Wakadanganya watu, Petro alikuwa popo wangapi? Popo wa kwanza. Sikiza, wao wanasema mafadha hawafai kufanya nini? Hafai kuoa. Maana kuna mafadha na masista. Swali, anajiita baba na ana mtoto. Ni baba ya nani? Maana kwa masuala ya kiroho akunanga baba wa nini? Wa imani. Baba wa nini? Wa kiroho. Akunanga baba wa kiroho? Kiroho. Timotheo akwambia mimi ni baba yako ya kiroho. Hakuna kitu kama hiyo. 23:9 Mathayo. Wala msimuite mtu baba duniani. Msimuite mtu baba duniani. Inasema maana baba yenu ni moja, na aliye wa mbinguni. Na wala msimuite viongozi, maana sikiza, kumbe baba yetu ni mmoja aliye wa mbinguni. Kwa masuala ya kiroho kunanga baba. Sasa mafadha wakainuka wakasema hakuna kuoa. Sasa sikiza mtumishi, wanasema Petro ndiye alikuwa popo wangapi? Popo wa kwanza. Tuulize Petro kama umeikuwa popo kidogo, alafu tuendelee mtumishi. Naam. Hiyo ni fundisho la kwanza shetani alipiga watu knockout naro, si ndio? Petro, umeikuwa popo wa kwanza mtumishi, si ndio? Mathayo 8:14. Inasema 8:14. Mathayo. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro. Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro. Akaona mkwe wa Petro, mamaye mkewe. Kumbe Petro alikuwa na nani? Na mke. Petro alikuwa na nani? Na mke. Sasa kama Petro alikuwa na mke, anaweza kuwa popo? Hawezi. Swali, kama Petro hukuwa popo, wewe ulikuwa nani, si ndio? Petro wa kwanza 5:1. Inasema Petro wa kwanza 5:1. Petro wa kwanza 5:1. Sikia. Inasema na wasii wazee walio kwenu mimi niliye mzee. Kumbe Petro alikuwa mzee wa nini? Mzee wa kanisa. Mzee wa nini? Church elder. Mzee wa kanisa. Ajai kuwa nani? Pope. Ndio maana hii system ilipoinuka ikaambia watu wasiolewe wala wasifanye nini? Wasioe, si ndio? Lakini ukiangalia mtumishi wanaosema wasiolewe, ndio Mungu alijua ili kusikue na sinaa. Padri ama askofu wa kanisa asiyekuwa bila mke. Maana unaletewa familia pale, masuala ya familia, na wewe una mke, tamaa inaanza kukushika. Lazima ukuwe na mke wa nani? Mke wako. Mke wa nani? Wako. Mke wa nani? Wako. Timotheo wa kwanza 3:1. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu, atamani kazi njema. Lakini basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Askofu wa Biblia akuwe mtu asiyelaumika, mume wa nani? Wa mke moja. Askofu akuwe ni mwanaume wa mke nani? Moja. Leo unapata viongozi wa kanisa ako na wake wangapi? 4. Wake 4 na masuria. Na wengine napata wanasema nakwambia tunakuombea Mungu kama uko na mmoja kama taa ya pikipiki, ubarikiwe uko na 2 kama taa ya nani? Taa ya gari, si ndio? Anaongezea na kuambia tukuombei tu 2, tunaomba pia ufikisha 4 kama taa pia za ngapi? Za nyuma za gari, si ndio? Imani zimejaa duniani. Ni viongozi wa dini lakini wamejaa wanawake na mazuria, si ndio? Unapata ni kiongozi lakini mpango wa kando amejaa nao, lakini anajiita kiongozi wa nini? Wa nchi. Hata wengine wanaonisikiza leo ni mtu wako kanisani lakini anachezea mke wa nani? Wa mtu. Mke wa mtu. Wewe ngoja, ni moto inakongoja. Wewe tuko kanisani, ni mzee wa kanisa lakini wake za watu hawezi kaa kanisani vizuri na amani. Mubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu ni wa ndani na wa wapi? Wa nje. Watu wabadilike. Bwana Yesu asifiwe. Mahali huko shukuru Mungu. Unajua wengine unaanza kukaa na mke juu uko na mali, unaona kama huyu amezeeka sana, unaanza kutafuta. Dunia inaita gashugwa. Inaita nini? Mtumishi. Mtu Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Mke mlia Indiana mkioa mpaka kifo kitufanya nini? Tenganishe. Kifanya nini? Tenganishe. Acha ukiona mke wako juu ameanza kuzeeka, unataka kutafuta mpango wa nini? Wakando. Unadanganya watu, unaenda retreat, unaenda eti kuna mkutano wa kazi tumepelekwa mahali Mombasa. Kumbe umeenda na mfanyakazi, ule secretary wako ndio unapeleka wapi? Muwe waaminifu mpaka Yesu arudi. Bwana Yesu asifiwe.
wake wakae na amani wakiamini. Ndio unaona leo kuna mwanamke akijua mume wake anatoka anamwambia mpaka mahali unaenda lazima tuende na wewe. Maana aamini hata sekunde moja unaweza kuwa mwaminifu. Alafu wewe ndio ukompere pale kuzurisha ndoa za watu kanisani. Na wewe mwenyewe ndio number 1 kuharibu ndoa yako kwanza ya kwako. Hebu sikize sasa. Mungu akasema lazima watu waoe. Lazima watu wafanye nini? Anasema askofu wa Biblia hawe mtu asiyeraumika, mume wa mke moja. Hajasema mwanamke askofu hawezi kuwa mke wa mume nani? Moja. Hakuna askofu mwanamke. Hiyo weka kando. Na kama uko na askofu wa kanisa yako mwanamke, enda mwambie hakuna andiko linasema wewe ni nani? Askofu. Ni askofu kwa Biblia. Askofu ni mwanaume wa mke nani? Moja. Sio mke wa mume nani? Moja. Wewe ndio na leo maaskofu wamechukua. Na sijasema mwanamke hafai kuhubiri, nataka uweze kunielewa. Unajua kuna imani zinasema mwanamke asifanye nini? Asihubiri. Mwanamke asikue kiongozi, eti yeye amewekwa kama mchungaji lakini anaweza hubiri. 68:11 Zaburi sikia. Bwana anatoa neno lake. Bwana ametoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Tangaza habari lakini usitawale mwanaume. Mungu alisema mwanamke asitawale, lakini anaweza fanya kwa kuelekeza, kufundisha. Anaweza fanya nini? Anaweza fanya. Ndio naona Mungu akasema askofu asikue nani? Mwanamke. Sasa vile akasema kama wewe ni askofu na una mke, huwezi ongoza kanisa la nani? La Mungu. Timotheo wa kwanza 3:15. Inasema 3:5 mtumishi ni nzuri. Inasema yani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe hata litunzaje kanisa la Mungu? Atatunzaje kanisa la Mungu mtumishi? Ndio kiangalia leo hata vijana, kuna vijana wamekataa kuolewa hapa, si ndio? Kijana amefika rika ya kuoa, hataki kuoa lakini anataka kutembea na wasichana wa kanisa. Akiwaharibu. Wewe tu kazi yako ni kufika nyumbani, wewe tu hutaki kuoa, unakaanga bachara. Hauwezi jipikia, ni kununua mkate pale na maziwa, unakula, unafanya nini? Unanyonga, unalala, si ndio? Vijana wako hapa, tamaa inawaka. Ndio Mungu akasema hivi, hili kanisa lisikue na tamaa, lazima pia vijana waoe. Hebu sikiza Wakorintho wa kwanza 7:1. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Sikiza, usiguse msichana wa moto. Ndio Mungu akasema ni heri mwanaume asimguze nani? Mwanamke. Na hata mwanamke asiguze mume ambao sio wa nani? Wake. Alafu unaenda kuguza mume wenyewe. Wewe mwenyewe hata mume wako kifua uweze mpatia, unapatia wa wengine, si ndio? Wazee na wamama mlio hapa, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Unajua mimi sio mwalimu wa familia, lakini najaribu kuonyesha mahali shida ilianzia. Tuko pamoja? Ndio unaona leo kuna mama anapewa kifua cha mume, anasikia vizuri, lakini mumewe akimuona tu ni ile tu kumtupia mdomo, akifanya nini? Kienda. Mume ameteseka kwa nyumba, kifua hajai karibia mke wa nani? Wake. Alafu unaenda kupeana wengine. Una kesi ya kujibu Yesu akirudi mara ya pili. Mbadilike, haleluya. Amina. Malizia andiko mtumishi. Inasema lakini kwa sababu ya zinaa kila mwanaume, kila dume nawe na mke wake mwenyewe. Ilikuwa kwa masuala ya Mungu kila mwanaume akuwe na nani? Na mke wake, ili usinifu usionekane kanisani. Maana kama kuna dhambi unapata kanisa zinaibiwa mtumishi, si ndio? Alafu anasema hawa watu wanaonea kanisa. Mali ya Mungu iwezi ibiwa kama mtumishi. Mali ya Mungu itaibiwa kama haka nako katika nini? Katika kambi. Tuko pamoja? Lakini kama watu walio ndani ni waaminifu, Mungu analinda mali ya nani? Mali yake. Sasa ukiona mali mnaibua, kuna Hakani anacheza na nani? Nanyi. Ndio maana Israeli Hakani alipocheza, hiyo ni Yoshua 7, alipochezea mali, akachukua mali ya Wababeli, akawa anaishi, Israeli ikapatwa na shida. Ndio naona Mungu anasema uchafu wa kiroho ulianzia serikali ya Roma. Na kama umeanzia hapa, lazima ifunuliwe ndio utoke. Ndio fanya nini? Utoke. Ndio naona juzi wamehalalisha ushoga. Nimesema nini? Ushoga. Huyu papa amelala, ameambia watu lazima mashoga mpaka wawekewe sheria ya kwamba lazima wakuwe katika ndoa. Ulisikia? Angalia, ndio unaona kiongozi anasema ya kwamba the St. Peter committed one of the greatest sin, denying Christ, and yet they made him, wakafanya Yesu kuwa nani? Ndio unaona huyu anaheshimiwa dunia mzima kama Mungu. Na ndio Yesu anasema hii serikali imeharibu imani ya nani? Yesu. Wakabaki duniani wakifanya, na ndio unaona hao wote wakaamua hakuna kufanya nini?
wakaanza kuharibu ndoa. Na ndio unaona hawa hawaoi, wanasema sisi tumejitoa kwa nani? Kwa kazi ya Mungu. Kwa kazi ya nani? Ya Mungu. Hata mimi nafanya kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini nyumbani niko na mke na watoto wangapi? Watatu, na bado unafanya kazi ya nani? Sasa usikuje kusema unafanya, Mungu amesema ukifanya kazi yake fanya nini? Fanya kazi. Ufanye uoe, ufanye nini? Uoe. Angalia hao wakakataa. Na ndio unaona katika gazeti ya Malawi inaonyesha father mmoja ameeka masisters 30 nini? Mimba. Kwa sababu Mungu alijua tamaa itafanya wengi wasifanye kazi yake vizuri. Ndio maana Paulo anasema uzinzi usipatikane ndani ya watu wa nani? Wa Mungu. Watu wa Mungu. Lakini imekithiri katika makanisa kipindi cha mwisho. Waliojiita masista, sisi hatutaki kuolewa, lakini wanasema wao hataki kufanya nini? Kuolewa. Swali nakuuliza, hii mimba walikunywa kwa grass? Niwe nauliza swali mtumishi. Unaweza kunywa mimba kwa grass? Ndio hata leo mama wanasema mimi sitaki kuolewa lakini nataka kuwa na mtoto. Utatoa mtoto wapi? Ndio unaona shetani akaanza kuharibu imani. Hao walikuwa masista wawili, wametumwa kutoka St. Peter's Basilica. Walipofika Afrika wakapata mimba. Na ukiangalia kwa mkono wameshikilia nini? Kamnyweso hiyo. Wameshikilia nini? Pombe, si ndio? Naam. Shikilia pole hapo tunakuja mtumishi. Ndio unaona? Ndio Mungu akasema wakaanza kuharibu ndoa. Na ndio unaona wakati mindi ilianza kuguza kuhusiana hao sisters wawili, ikabindi kiongozi akazungumza akasema, hiyo video sikuweka hapo, iko kwa laptop mahali. Folder gani? Abortion. Ndio kiongozi. Hebu rudi kwa slide nikuonyeshe. Kiongozi akatangaza akasema prophecy songs. Ingia kwa prophecy songs kwa haraka. Kiongozi akatangaza akasema nimepatia mafadha wote ruhusa ya kusamehe dhambi ya nini? Ya abortion. Eti ukitoa mimba, ukiavya mimba, enda kwa papa, kwa father akusamehe hiyo dhambi. Alipewa ruhusa na nani? Hebu weka kwa prophecy songs kwa haraka mtumishi. Prophecy songs ndio hii hapa. Hapa kando. Umerudi wapi tena? Rudi kwa hiyo folder ulikuwa. Changamka. Ndio nikuonyeshe ili unapoona ukora wa kiroho, ukiangalia leo kuzorota kwa tabia ni kwa sababu kanisa limeharibika. Hebu teremka uiangalie kwa hapo chini mtumishi. Iko wapi? Hujaiona mahali hapa? Inazungumzia panda juu. Nitakuonyesha. Ndio hii hapa kando. Haya finya. Hebu sikiza. Unajua mtu anaweza sema unaingilia si hukumu mtu, lakini na kuonyesha shinda iliyoko duniani. Mahali ilitoka, maana Yesu anasema hawezi rudi. Pope Francis declared today, presiding over Mass in St. Peter's Square. Just 24 hours after our exclusive visit to the Vatican, his new message to America before his visit here. Tonight, though, he is tackling a highly charged, highly personal issue, abortion, saying women who have had abortions can be forgiven, saying he understands the pressure women feel, the scars abortion leaves on their heart. Tonight, enter Rome, and global headlines at this hour over what Pope Francis declared today, presiding over Mass in... We turn overseas tonight and to Rome, and global headlines at this hour over what Pope Francis declared today, presiding over Mass in St. Peter's Square. Just 24 hours after our exclusive visit to the Vatican, his new message to America before his visit here. Tonight, though, he is tackling a highly charged, highly personal issue, abortion, saying women who have had abortions can be forgiven, saying he understands the pressure women feel, the scars abortion leaves on their hearts. And tonight, right here, what he said to a single mother right here in the U.S. during our time with the Pope that had her in tears. Inside the Vatican walls, Pope Francis told us he is ready for his trip to the United States. And tonight, on the eve of his historic visit, he's making global headlines when it comes to forgiving women who have had an abortion. Declaring today he will allow priests in this upcoming year of mercy to absolve women of the sin of abortion if they repent, in his words, with contrite heart. Saying he's aware there are many women who... Sasa rudi kwa slide. Eti amepatia mafadha ruhusa ya kusamehe dhambi ya nini? Ya abortion. Kwa sababu gani? Iligonga vyombo vya habari, maana walianza kuchunguza kwa nini hawa wanajiita watu wamejitoa kwa Yesu lakini wamesema waolewe na wako na mimba. Ikasumbua sana, na ndio kiongozi akasema amepatiana. Na ndio wanadai kusamehe nini? Makufuru makubwa
kumkataa kazi ya Yesu Kristo wakajipatia. Unapotoa mimba mtumishi, unapotoa nini? Unapotoa mimba haikufanyi wewe ni msichana. Tuko pamoja? Mungu anakuhesabia wewe ni muuaji. Ni muuaji, si ndio? Na hakuna muuaji anarithi uzima wa nini? Wa milele. Unajua wengine unaenda kucheza na wanaume, unapata mimba, halafu unaanza kusema ilikuwa bahati mbaya. Hakunanga kitu bahati mbaya kwa maisha ya nani? Mwanadamu. Ulifanya ukijua. Kwa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Na naona leo dunia watu wanafanya vitu vya ajabu. Na ndio anasema if a person is gay and seeks the Lord, who am I to judge that? Anasema hivi, sikiza statement alitoa kabla huyo mzee Jalala, anasema I believe that the church should not only should apologize to a person who is what? Gay. Whom they have done what? Offended. Eti sisi tuende tuombe ndio tumehubiri mashoga wawili hawafai kuwa katika nini? Ndoa. Eti nienda kwa shoga namwambia, "Haki naomba unisamee hata kama nilikutangaza hadharani hafai kuwa katika nini?" Ndoa. Ishindo katika jina la Yesu mtumishi. Mashoga wangapi? Wawili. Na ninaona akatangaza, hebu weka hii video kwa haraka, finya hapo kwa haraka. Amefundisha kwamba lazima mashoga waekewe sheria, na ndio unaona imefika mahali shetani anazungumza, lakini sisi tunaona kama maisha ya kawaida. Leta kasa ndani kwa hii video. Following the major news from the Vatican tonight, Pope Francis voicing support for same-sex civil unions, the first pope in history to do so. The Pope saying homosexual people have the right to be in a family, that they are children of God. Here's our foreign correspondent, James Longman, tonight. Tonight, an historic shift from the leader of an ancient institution. Pope Francis becoming the first pope in the Catholic Church's 2,000-year history to endorse civil unions for gay couples. This is a man who cries with humanity. In the new documentary, Francesco, the Pope says homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Masikia anasemaje? Mashoga wako na haki kuwa katika familia. Waandiko gani mtumishi? Mashoga hawana haki kuwa katika nini? Katika ndoa. Na hata hawafai kuwa katika nini? Ndoa. Mfano, nchi ya Uganda hapa, Rais Museveni, wakati mashoga walianza kuandamana wakisema haki ya nani? Haki yetu. Akamwambia mimi sina shida na nyinyi, lakini nataka tu mkitaka hii haki ikuwe katika katiba na muweze kuwa katika ndoa, nataka ukuje na mke wako. Unajua shoga yako na mume anasema ni mke, na mke anasema ni mke. Wewe enda kuja na mume wako na huyo, si ni wanaume wawili? Mfungiwe pale katika nyumba moja, hakuna kutoka, chakula ni ya serikali, siku mtapata mimba na yeka sahihi mnafaa kuwa katika nini? Ndoa. Katika ndoa, si ndio? Lakini kwetu mpaka serikali ilipitisha, maana Roma ndiyo inatawala dunia. Hakuna rais anaweza ingia aanze kutawala bila serikali. Mtumishi Masai imeenda, tungeweka hizo video. Tunataka kurudi juu kwa haraka. Akaanza kuharibu sheria za nani? Za Mungu. Danieli 7:25, sikiza kwa haraka inasemaje? Atanena maneno kinyume chake aliye juu. Atanena maneno kinyume cha Mungu aliye juu. Atabadhaufisha watakatifu wake aliye juu. Sikia. Atazimu kubali majira na sheria. Atajaribu kubadilisha majira na nini? Na sheria. Sheria ya pili inasemaje? Nataka kuonyesha kidogo vyenye aligonga sheria za Mungu. Amri ya pili inasemaje? Kutoka 20 mstari wa 4. Inasema usifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Serikali ilipoingia ilianza kugonga sanamu, sheria za nani? Za Mungu. Akaanza kuleta, ndiye anakuambia kuna sanamu takatifu. Unaona mtu aliye na akili anaenda kupigia simiti magoti. Simiti nini? Magoti. Eti nakuomba simiti unisamee, nimetenda dhambi. Unaomba simiti? Uko na akili kweli? Hebu soma andiko mtumishi kwa haraka. Amri nini inasema? Usijifanyie sanamu ya nini? Ya kuchonga. Wala inasema wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia. Mungu akapiga marufuku usiwahi abudu sanamu. Na akasema usiwahi chonga sanamu mfano wa kitu chochote. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 16. Ikuwe ni ya ng'ombe kama waindi, ikuwe ni ya ndege, ikuwe ni ya mke ama mwanaume, usiwahi chonga sanamu ya nini? Kitu chochote. Sikia. Inasema msije mkajaribu nafsi zenu. Msije mkajaribu nafsi zenu mkajifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yote, mfano wa mwanaume. Usifanye sanamu mfano wa mwanaume au mwanamke, au mfano wa mnyama aliye duniani. Usiwahi fanya sanamu mfano wa mwanaume ama mwanamke. Na akaongezea, usiwahi fikiria unaweza fananisha Mungu na nini? Na kitu chochote. Na kitu chochote. Leo watu wamefananisha Yesu na kamsaraba anabebanga kwa shingo. Shetani ndiye muasisi wa hizo vitu. Yesu hayuko kwa msalaba, na wanaoandamana na msalaba, Biblia inasema njia ya msalaba sio kubeba
Msalaba mbao. Msalaba mbao. Tukisikiza ni kubeba neno Yesu katika mioyo yetu. Sio kubeba msalaba nini? Mbao. Hebu soma maandiko mtumishi. Wa Matendo ya Mitume 19:29. 17:29. Sawa. Inasema basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, kwa kuwa sisi ni uzao wa Mwenyezi Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa, haitupasi tuwe na dhana. Kuwa na nini? Na dhana. Kudhania mtumishi. Si hata kabla kuchonga unadhania. Mawazo yanaweza kuwa na kamchoro. Haitupasi kuwa na dhana ya kuwa na dhana ya kuwa uungu, yaani Baba, Mwana na Roho. Uungu ni mfano wa dhahabu. Unaweza fananisha Mungu na dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa. Yaani unaweza chonga Mungu umweke mahali fulani. Mungu akasema usiwahi kuwa na dhana. Leo watu wamedhania na wakachonga. Ndio Mungu akiangalia anasema tumefarakanishwa na Mungu kwa imani. Mtu akona kasanamu kwa shingo eti huyu ni Yesu. Wewe ukienda kuoga unatoa Yesu unamweka pale kwa meza. Yesu hajai yoga anakuanga mchafu. Si ndio? Ukiingia kulala unatoa Yesu unamwekelea kwa meza. Wewe unaingia kwa dufe bila nani? Yesu. Bila Yesu. Na ukinyonga kwa hiyo dufe Yesu akiwa kwa meza pale. Ndio unaona watu leo watu wamejichongea sanamu, na ndio unaona wakaanza kutumia zile sanamu kuomba. Mungu anasema msalaba, neno la msalaba wanaoamua kupotea imekuwa ni upuzi. Wakorintho wa kwanza 1:18 inasema kwa sababu neno la msalaba, Biblia inasema ni msalaba mbao ama ni neno la msalaba? Neno la msalaba. Swali, neno ni nani? Yohana 1:1 mtumishi kwa haraka. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yote vilifanyika kwa huyo. Kumbe neno ni Yesu Kristo. Sasa Biblia inasema neno la msalaba Yesu Kristo kwa walioamua kupotea ni nini? Ni upuzi. Wamefanya Yesu wakakuwa upuzi, wakabaki na msalaba nini? Mbao. Ndio unaona msalaba inaekangwa mahali pangapi? Mahali patatu. Mahali pangapi? Patatu. Ya kwanza ni kwa ambulance. Kwa ambulance kumaanisha aliye ndani ya ambulance ako hali maututi. Mahali ya pili kwenye kaburi. Kwenye kaburi kumaanisha aliye shindwa kwa hospitali amekufa ako kwa kaburi. Huyu amekufa kabisa. Mahali ya tatu kwa kanisa. Kwa makanisa kumaanisha walio ndani wamekufa nini? Wamekufa kiroho. Wamekufa kiroho. Ndio maana Yesu anasema wakati watu wanakataa Yesu wanabaki na imani, kwa macho yao inakuwa ni imani inampendeza Mungu, lakini ni upotevu. Kwa wanaopotea kuna mambo inaonekana kwa macho ya wanadamu ni mazuri, lakini mwisho wao ni mauti. Ndio Yesu angetamani akutoe akili hiyo, ujue ya kwamba msalaba ambayo uko naye kwa shingo, wengine wameweka kwa nyumba, wengine wameweka kila mahali pa ibada. Mungu anasema hiyo ni upuzi. Na Yesu akasema kama wewe ni mwanaume, kama wewe ni nani? Mwanaume. Kama wewe ni nani? Mwanaume. Beba msalaba wako. Beba nini? Msalaba wako. Najua leo watu wanafanya sarakasi kwa barabara mwezi wa 4 kuanzia tarehe 14, si ndio? Eti wanasema tunataka kufuata njia ya Yesu wa msalaba. Yesu alisema kama wewe ni mwanaume fuata njia niliyoifuata. Uende undungwe na mukuki kama nani? Kama yeye. Tuone kama utasurvive. Alafu upigwe misumari kama nani? Kama yeye. Acha leo watu wanaenda unafungwa na kamba eti mnadhiaki Yesu akiwa wapi? Mwasisi ni serikali. Wakaanza kuchonga Yesu, ndio wakaleta ibada ya Maria. Wakaleta ibada ya Maria. Na watu wakadanganywa eti huyu ni Maria na nani? Huyu ni Maria na Yesu. Ibada hii imeanzia mbali. Huyu sio Maria na nani? Na Yesu. Ama wewe nikuulize swali, ni siku gani Maria alibeba mwenge wa Olympic na Yesu akabeba mpira wa tennis? Wewe uliona siku gani? Ni imani imeanza mbali, lakini imekuwa ikikuja iharibu ukweli wa Yesu nani? Watu wakaretoa michongo. Ukiangalia, ukitaka kuelewa hii system ilianzia wapi, enda usome Ezekiel chapter 8 yote leo jioni. Ezekiel chapter 8 kuangalia shimo kwa mlango, ukimaliza kuabudu sanamu, ukifika kwa mlango kuna kashimo kako na maji unapiga msalaba, ukimaliza chetezo masanamu ndani ya kanisa, enda usome Ezekiel 8. Nabii anaonyeshwa imani itakayeinuka kuondoa watu katika msingi wa nani? Hatua iliyochukua hii serikali kusimama ikiondoa watu katika sabato ya nani? Ya Mungu. Ikileta ibada potovu, wakachonga sanamu na wakaambia watu anayetuombea sio Yesu ni nani? Ni Maria. Unajua kuna imani mbili. Imani iliyoanzishwa Jumapili na wakainua imani ya msikiti Ijumaa. Maana walioanzisha Uislamu ni serikali ya Roma kupinga Uprotestanti. Ndio unaona Waislamu wanaamini Maria ni mkweli, Yesu ni Mungu. Ndio maana wakapatia Maria chapter mzima inaitwa Suratul Maryam katika Qurani, sura ya 19 kwa Qurani, wakielezea watu vyenye Maria ni mzuri, Yesu ni mbaya.
baadaye naye serikali ikaamua kuondoa Yesu, ikaleta Maria. Unaona mpaka wale watu wanazidi kuabudu. Unasikia mpaka ombi likaekwa na kurundia. Unajua wachawi ndio wanakuwa kitu inaitwa chanting prayers, kitu ya kujirundia rundia. Mungu anasema maombi ya kujirundia msiwe nayo, si ndio? Sasa angalia, nataka kuonyesha wakaeka Maria, maombi ya Maria, Yesu akapigwa knockout. Sara ya Maria kwa haraka mtumishi tumalize. Inasema katekisimu ya maswali na majibu. Unaona watu wazungu hata tulidhani wana akili. Mtu anaenda kupigia simiti nini? Magoti. Angalia watu wanaabudu. Imani watu wameondolewa kwa mpango wa nani? Mungu. Mpango wa Mungu. Maria kainuliwa, Yesu akapigwa knockout. Sikiza venye Yesu aliondolewa. Soma kwa haraka. Inasema katekisimu ya maswali na majibu. Inatokana katekisimu ya kanisa Katoliki. Sikia. Ukurasa wa 167. Swali. Inasema swali la 331. Inasema sala ya Maria. Inasema salamu Maria. Wanasema salamu Maria, umejaa neema. Wanasema Maria amejaa nini? Maria amejaa neema. Amejaa nini? Amejaa neema. Sasa sikiza mahali yani inaitwa makufuru makubwa kumpinga Yesu na kazi yake na kuondoa Yesu ili asije akakupatia uzima, ukabaki na simiti na Maria. Maria alitumika venye natumika jioni ya leo kukuletea ujumbe. Hata mimi nikihubiri nikatae kuishi kwa ujumbe, hata mimi motoni. Maria alitumika venye nyoka alitumika shamba la Eden na shetani, akaleta dhambi duniani. Lakini Maria akaleta mkombozi. Sasa Maria alipoleta Yesu, baada ya kuleta Yesu, kama alitenda dhambi, anangoja Yesu amfufue naye amchome ammali finari jehanamu. Sasa sikiza polepole. Maria tu alitumika kama tu chombo, lakini wakasema Maria ndiye amejaa nini? Neema. Tuulize Biblia, Maria umeijaa neema ama wewe ni kama mimi tu, si ndio? Kitabu kile cha mtumishi Luka ni moja mtumishi 26. Inasema mwezi wa sita wakati malaika anatumwa kuambia Maria atapata mimba. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa maana mwali bikira aliyekuwa amepozwa na mtu, jina lake Yosefu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo, na jina lake huyo Maria ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake, malaika akaingia kwa Maria, akasema, malaika akaambia Maria, salamu uliyepewa neema. Kumbe Maria hajawahi jaa neema, amepewa nini? Amepewa neema. Swali, kama Maria hajawahi jaa neema, nani amejaa neema? Yohana 1:14 inasema, angalia venye Yesu amepigwa knockout. Ndio unaona leo watu hawana uzima bila Yesu, kwa sababu waliweka tumaini kwa Maria. Yesu akapigwa nini? Kando. Hebu sikia, wakasema Maria amejaa nini? Amejaa neema. Yesu ndiye amejaa nini? Neema. Yohana 1:14. Naye neno Yesu Kristo alifanyika mwili, akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na nini? Na kweli. Kumbe sasa aliyejaa neema ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu akaondolewa, Maria akashikishwa ushukani. Na ndio unaona dunia mzima leo inaabudu Maria. Yesu akapigwa knockout, akasema salamu Maria umejaa nini? Umejaa neema. Sikia, inasema Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake. Wakasema Maria amebarikiwa kuliko mama ya nani? Mama yetu. Mama yangu mtumishi, sio hata mama yako barikiwa sana. Maria amebarikiwa kuliko mama ya nani? Mama yetu. Maria angebarikiwa kuliko mama yangu, kuna shinda mbinguni. Kutakuwa na shinda wapi? Mbinguni. Maana Maria hajawahi barikiwa kuliko zaidi hao mama wako wapi? Wote hao. Tuulize Biblia, Maria umebarikiwa kuliko wa mama ama umebarikiwa aje, si ndio? Luka 1:42. Akapaza sauti yake kwa nguvu. Elizabeth akapaza sauti kwa nguvu, akasema, akaambia Maria, umebarikiwa wewe Maria katika ni kuliko katika wanawake. Maria amebarikiwa katika wanawake. Kama vile mamangu amebarikiwa akazaa kijana kama mimi, ndivyo Maria alibarikiwa akazaa mwili Yesu akafanya nini? Lakini leo Maria amewekwa juu, Yesu akaondolewa kando. Na ndio leo uzima wa milele umekosekana kwa kuweka tumaini kwa mwanadamu. Hebu sikia, salamu Maria umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu. Wakasema Maria ndiye nani? Mtakatifu. Tuulize Biblia, Maria umeikuwa mtakatifu. Maria alikuwa bikira, vyenye wamama wengine waliolewa hapa wakiwa nini? Bikira. Na wasichana nini? Bikira. Lakini leo sijui kama kuna bikira duniani, labda mbingu ndiyo inajua. Bwana Yesu asifiwe. Hao ni wauni. Najua Yesu angekuwa anazaliwa leo, sijui kama bikira angepatikana. Ndio. Unajua dunia leo imeharibika kwa sababu shetani anatawa. Maria alikuwa bikira lakini hakuwahi kuwa mtakatifu.
mtakatifu ni mmoja. Hebu sikiza Ufunuo 15 mstari wa 4. Ni nani asiyekucha Bwana na kulitukuza jina lako? Kwa kuwa wewe peke yako Yesu Kristo mtakatifu. Nani mtakatifu? Yesu Kristo. Sio nani? Sio Maria. Wakainua Yesu Maria, Yesu akapigwa knockout. Ndio na watu leo hawana Yesu, wako na sanamu na ndio wanazidi kuabudu. Yesu anataka kukomboa utoke pale, lakini umekuwa kichwa nini? Kichwa ngumu. Kichwa ngumu. Nasema Maria mtakatifu, mama wa nani? Mama wa Mungu. Mungu wa Biblia hajai kuwa na nani? Hajai kuwa na mama. Hajai kuwa na mama. Toka pamoja. Waibrania 7:3. Inasema hana baba. Mungu wa mbinguni hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake. Sasa sikiza, Mungu hana baba wala nani? Wala that means Maria hawezi kuwa mama ya nani? Mama ya Mungu. Sasa kama Maria ni mama yako, we ni wa kupotea. Maana Maria sio mama ya mtu yoyote. Mama yetu ni mmoja. Wagalatia 4:26. Bali Yerusalemu ya juu ni muungwana. Yerusalemu ya juu ni muungwana. Naye ndiye nani? Mama yetu sisi. Mama yetu Yerusalemu wa nani? Wa juu. Wakasema Maria mtakatifu, mama wa Mungu, inasema utuombee sisi wakosefu. Sasa na saa ya kufa kwetu. Sasa unasema Maria afanye nini? Atuombee. Sasa ndio leo watu wakiomba wanaomba Maria. Anayetuombea sio Maria, na Maria hawezi ombea nani? Sisi. Utaombea aje na mtu ako kaburini? Mara ya mwisho Maria kuonekana kwa Biblia ni Matendo ya Mitume 1:14. Amelala kaburini anangoja siku ya kufufuliwa. Sasa maiti atakuombeaje? Maria ni mfu amekufa. Sasa Maria hawezi tuombea. Anayetuombea ni nani? Waraka wa kwanza wa Yohana 2:1. Watoto wangu wadogo, nimewaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba. Nani? Yesu Kristo mwenye haki. Twende kwa 666. Ubatizo. Ndio naona walileta pia batizo badia. Watoto wanabatizwa, watoto wadogo wafanyangi nini? Hawabatizwa. Watoto nao mtoto anaenda kuwekwa kwa maji. Watoto wanatezwa. Batizo badia duniani. Batizo zikaanza kuingia za kutesa watoto kunyunyizia. Hii sio batizo. Ubatizo ndio wa kuzamisha. Na kama ulibatizwa hivi, mchungaji anaoga, halafu anakupea ile maji unakunywa, batizo badia. Tuna muda wa kuangalia hizi vitu, masaa imeenda mtumishi. Tuende kwa 666. Ufunuo 13 mstari wa 8 sikia. Inasema 16. Ufunuo 13:18 mtumishi. 13:18. Ufunuo. Inasema hapa ndipo penye hekima. Hapa ndipo sasa penye hekima. Yenye akili. Yeye aliye na akili. Na hesabu ya mnyama huyo. Unajua mtumishi, unaweza kuwa unatibu mtu akiwa na ugonjwa wa corona, kumbe ulitibu mtu wako na malaria, si ndio? Arthritis. Angalia. Maana hawa ni walevi. Ndio pamoja? Tungekuwa na muda tungeangalia vitu mingi uweze kuona. Angalia navuta sigara nini. Ndio unaona walevi wengi ndio wavuta sigara wamejaa kwa imani. Hauwezi enda mbinguni ukiwa mlevi wala mvuta nini? Sigara. Lazima uache hiyo njia uokolewe. Tuko pamoja? Unajua unaona mtu amekuja anavuta sigara, ananyoka filter, anaweka kwa koti, anaingia kwa ibada, akimaliza anawasha, anaendelea kufanya nini? Kuivuta. Alafu anasema nimetoka kwa ibada. Bado hujabadilika. Kwa Yesu ni kubadilika. Wengine wako kanisani na pia nao ni walevi, mbona wangu, si ndio? Kuna walevi wa chakula mtumishi. Ndio na mtu anakula, amekamata chakula mingi, halafu analala na saidi moja kama nyangumi ni kucheua usiku mzima, si ndio? Bado wewe ni mlevi. Mungu anasema kuwa na kia. Kuna mlevi wa pombe na kuna mlevi wa nini? Wa chakula. Mungu anachukia mlafi. Anachukia nani? Mlafi. Tungesoma Mithali 28 mtumishi, masandi imeenda. Enda usome 28:1 mpaka 4. Sasa angalia, ndio unaona Mungu anasema hapa ndipo penye hekima. Inasema hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili. Na hesabu ya mnyama huyo. Maana ni hesabu ya kibinadamu. Ni hesabu ya kazi ya mwanadamu. Na hesabu yake ni 600. Hesabu ya serikali. Ijasema ni alama ya mnyama. 666 si alama ya mnyama. Imesema ni hesabu ya nini? Ni hesabu. Inasema ni hesabu ya kibinadamu. Inaitwa hesabu ya jina la mnyama. Ni hesabu ya kibinadamu. Na hesabu yake ni 666. 63. Sasa hizi 63 zinamaanisha ni? Angalia sasa tumalizie pale basi. 63. Unajua nambari 7 inamaanisha ukamilifu, lakini nambari 6 ni kitu hakijakamilika, inaonyesha kazi ya mwanadamu ambaye haijakamilika, lakini nambari 7 inaonyesha utimilifu na ukamilifu wa Mwenyezi Mungu. Shetani alipokataa uaminifu wa Mungu na ukamilifu wake, akaamua kuinua nambari yake, hesabu yake arudiaye, si ndio? Na akaileta ikiwa 63. 6 ngapi? 3. 6 ngapi? 3. Kila kiongozi wa Roma akiingia
anapeanga kofia imeandikwa Vicarious Filidae. Yani Vicarious ni jina la Kilatini, Vicar of Christ, yani mwakilishi wa Mungu. Dei ni deity, Mungu duniani, si ndio? No. Sasa mwakilishi wa Mungu duniani. Wakatufundisha shuleni Roman numbers, wakatuambia bandara ya kusoma 1 wanakupatia letter I ni sawa na. Sasa ukiangalia V ni nambari 5. Sasa ukihesabu hiyo kwa Vicarious Filidae inakupatia 666. Hiyo ndio ile hesabu, si ndio? No. Lakini Mungu akasema kwa hii 6 atatumia kila 6 akileta agenda yake duniani. Marko 7 mstari wa 7 sikia. Inasema Isaya alitabiri vema juu yenu kama enyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo. Watu hawa wanaheshimu Yesu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wanafanya ibada za bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kumbe 6 ni kazi ya mwanadamu akitumika na shetani. Sasa 6 ya kwanza iko wapi mwalimu wangu, si ndio? Maana 6 ziko 3. Tuko pamoja? 6 ziko ngapi? 3. 6 ziko ngapi? 3. 6 ziko 3. Tuko pamoja? Naam. 6 ni 3. 6 ya kwanza iko wapi? Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atanena maneno kinyume cha Mungu aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Atatesa watakatifu wa Mungu aliye juu. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Ni serikali itajaribu kubadilisha masaa na sheria za nani? Za Mungu. Sasa 6 ya kwanza na 6 ya pili na ya 3 iko kwa masaa na sheria. Twende kwa masaa kwanza. Nataka kuonyesha mahali 6 ya kwanza ilikujia. Mungu alipoumba dunia, alipoumba nini? Alipoumba dunia, kitu alifanya ya kwanza. Mungu alipoumba dunia, kitu alifanya ya kwanza, aliweka siku na akaweka masaa. Na ili tuweze kujua masaa, akaumba vitu mbili kubwa chenye unawezaona na ikumbulikia, si ndio? Hebu sikiza Mwanzo 1:14. Inasema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu. Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Sasa hii mianga inatenga mchana na usiku ni gani na gani? Mwanzo 1:16. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana, jua itawale mchana, na ule mdogo utawale usiku. Swali, kazi ya jua na mwezi ni gani? Mwanzo 1:14 sikia. Inasema ili itenge kati ya mchana na usiku. Jua inatenga mchana na usiku. Nayo iwe ndiyo dalili. Jua inakuwa ndiyo dalili. Na majira inakuonyesha mizimu majira. Na siku inakuonyesha siku moja imeisha, nyingine imeanza. Sasa kumbe kitu inakufundisha kujua siku moja imeisha nyingine kuja. Mungu aliweka vitu mbili kubwa, jua na nini? Na mwezi. Zikibadilishana, siku moja imeisha nyingine imefanya nini? Imeanza. Shetani akasema hapana, siku iwezi anza hiyo wakati. Hebu sikiza, siku ya Mungu ilianza saa ngapi, si ndio? Nione shetani amefundisha dunia ili watu washinde kujua sabato ya nani? Ya Mungu. Tunaona hata leo wengine wanaotunza sabato wamevunja sabato ya nani? Ya Mungu. Mungu anasema siku yake inaanza saa ngapi? Mwanzo 1:5. Mungu akaleta nuru mchana. Mungu akaleta nuru mchana. Na giza akaleta usiku. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku moja. Kumbe siku ya Mungu inaanza jioni na asubuhi. Siku ya pili sikia vile vile ilianza hivyo. Mwanzo 1:8. Mungu akaleta lile anga mbingu. Mungu akaleta lile anga mbingu. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Siku ya pili. Kumbe kwa Mungu siku inaanzanga jioni na inaenda mpaka tena mchana. Kwa Mungu masaa inaanza jioni. So jioni ni saa ngapi? Marko 1:32. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa. Kumbe jua likizama siku moja imeisha, ingine imefanya nini? Imeanza. Sasa leo jua limezama. Leo tuko siku gani? Leo tuko Thursday. Lakini kuna mtu anangoja saa 6 usiku aanze kuvuka nini? Kuvuka siku, si ndio? Shetani akadanganya dunia, siku iwezi anza saa 12 jioni. Inaanza saa 6 nini? Usiku. Sasa kutoka saa 12 mpaka saa 6 ni masaa mangapi? Masita. 6 ya kwanza katika masaa. Dunia ikakubali. Ndio unaona hata confusion iko shuleni. Tunapeleka watoto, mwalimu wa kizungu akiingia anaambia watoto it is 8 o'clock. Wa Kiswahili anasema saa 2 kamili. Wa kizungu 8 o'clock. Wa Kiswahili saa 2 kamili. Wa kizungu 8 o'clock. Wa Kiswahili saa 2 kamili. Unaona? Confusion. Ndio nasikia Babeli ni mchafuko wa nini? Wa kiroho. Ndio naona Yesu anaambia watu msiku iko na masaa 24, usiku masaa 12, mchana masaa 10 na ngapi? Hebu sikia Yohana 11:9. Yesu akajibu akamwambia, "Je, saa za mchana si 12?" Ndio na shetani kadanganya watu akawaambia hapana, siku inaanzanga saa 6 nini? Usiku. Kitu inafanyika usiku sio ya Mungu. Na niona Mungu hawezi kuanzishia siku katikati ya siku gani? Ingine. Mambo ya Mungu ifanyikangi usiku, inasifanyika mchana peu.
Anayefanya kazi usiku ni nani? Ni shetani. Ndio unaona watu wanaanza kuvuka mwaka saa 6 usiku. Wao umerara, unaanza amuka tunavuka mwaka. Mtoto na usingizi, amuka tunavuka nini? Mwaka. Si ndio? Shetani akakamata dunia na dunia ikakubali kudanganyika kwa masaa. 12 minus 6 11 minus 5 9 minus 10 minus 4 3 9 minus 3 8 minus 2 7 minus 1 kwa masaa 6 ya kwanza. Sasa angalia kidogo. Leo mwalimu wa kizungu anasema nambari 8 ni sawa na nambari ngapi? 2. Ama nambari 7 ni sawa na nambari ngapi? 1. Sasa ni mtumishi, nikukopesha shilingi 100 kwa Kiswahili. Kwa nini? Kwa Kiswahili. Alafu tuandikiane kotini, ufai kunirudishia kwa Kiswahili, unirudishie na Kizungu. Unafaa kunirudishia pesa ngapi? 700. Kuna mtu atakubali? Hamna. Kwa masaa tumekubali, lakini kwa pesa tumefanya nini? Tumekataa. 6 ya kwanza kazi shetani alifanya ili watu. Ndio unaona ukiuliza mtu akwambia sasa tutajuaje? Maana ukiangalia wrong tunes na right tunes za watu walio nchi zingine kama huko Capricorn na kwingine hawaoni jua, mtumishi, si ndio? Mwingine anasema ya kwamba masaa inapitana, watajuaje siku ya Sabato? Swali naulizanga mtu, wanajuanga aje ni Christmas? Umesikia watu wakisema kuna Christmas ya watu wa Marekani na kuna Christmas ya Kenya. Ni Sabato peke yake shetani akona shida na nini? Nayo. Akona shida nayo. 6 ya kwanza katika masaa. 6 ya kwanza iko katika nini? Masaa. 6 ya pili iko wapi? Tumalize mtumishi, si ndio? Kitabu ni kile cha Danieli 7:25. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Atanena maneno kinyume cha Mungu aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Sikia. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. 6 ya pili iko katika sheria. Sikiza, chukua amri 10 kwa Biblia, amri 10 kwa catechism. Nikuonyeshe venye shetani alifanya ukora ili watu wabaki na tumiungu duniani wakifanya venye wanataka. Ndio Mungu akiangalia nasema wakati Israeli haikuwa na mfalme, kila mtu alifanya kitu anaona iko sawa machoni pa nani? Machoni pake. Kwa haraka mtumishi, amri 10 kwa Biblia na amri 10 catechism. Kwa haraka. Amri ya kwanza inasemaje? Mtumishi, changamuka Masai. Inasema amri ya kwanza katika Biblia inasema usiwe na miungu mingine. Amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza kwa Biblia inasema inakataza mtu kuwa na miungu mingine. Amri ya kwanza catechism inasema utamwabudu Mungu na kumtumikia peke yake. Sasa amri ya kwanza kwa Biblia na catechism wako sawa ama wako sawa? Wako sawa. Amri ya pili kwa Biblia. Amri ya pili kwa Biblia inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia. Amri ya pili catechism inasema usilitaje jina la Mungu bure. Wako na amri ya pili? Hawana. Wakang'oa amri ya pili ndio wachonge sanamu. Ndio ukisikia nakwambia kuna sanamu takatifu. Tuna muda wa kusoma hizo vitu kwa hiyo kitabu. Wakang'oa amri ya ngapi? Ya pili. Amri ya pili. Amri ya tatu kwa Biblia. Amri ya tatu kwa Biblia inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya tatu catechism iweke kitakatifu siku ya Mungu. Amri ya 4 kwa Biblia ikumbuke siku ya Sabato itakase. Amri ya 4 catechism waheshimu baba na mama. Wakang'oa amri ya pili na amri ya 4. Sasa ili zikuwe amri 10 ukiangalia unaona ziko 10, walifanyaje? Amri ya 9 kwa Biblia inasemaje? Amri ya 9 kwa Biblia inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 9 catechism inasema usitamani mke wa mwenzako. Amri ya 10 kwa Biblia inasema usitamani nyumba ya jirani yako wala mke wake wala jirani yake wala mtumwa wake wala mjakazi wake. Amri ya 10 catechism inasema usitamani mali ya mwenzako. Wakavunja amri ya 10 mara 2, wakang'oa amri ngapi? Sasa 6 ya pili iko katika amri ya pili na ya ngapi? Ya 4. 2 plus 4 6. 6 ya pili katika sheria ya pili na ya ngapi? Ya 4. Imebaki 6 ngapi? 1. 6 ngapi? 1. Kwa Danieli 7:25 sikia 6 ya mwisho iko hapo. Naye ataina maneno kinyume chake ile juu. Sikia. Naye atawadhoofisha watakatifu wake ile juu. Naye atazimu kubadili majira na sheria. Atajaribu kubadilisha majira na nini? Na sheria. Amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato ufanye nini? Sasa 6 ya mwisho iko katika Sabato bandia. Wakafundisha dunia siku ya 7 Jumamosi ni sawa na siku ya kwanza ya juma. Wakaambia dunia 7 is the same as 1 and 1 is the same as 7. Swali mtumishi. Ukipata mama anauza makaa shilingi 70, kale kamkebe kadogo, si ndio? Uende umwambie shika shilingi 10 tulifundishwa shuleni, yani kanisani, nambari 7 ni sawa na 1. Kuna mtu atakubali? Hamna. Ndio unaona 6 ya mwisho wakati Sabato iliondolewa Jumamosi kwenda Jumapili, wakaamua kuleta kitu imepungua, wakapigana na Mungu. Unaona 7 minus 1 6. 6 ya mwisho katika Sabato inaitwa kazi 3 muhimu shetani alifanya
kwa masaa na kugonga sheria ya nani? Ya Mungu. Ili watu wasije wakaelewa ukuu wa Mungu. Na neno Yesu akiangalia anasema ya kwamba ibada ya jua ilipoletwa na ikaletwa, sabato ya Mungu ikagongwa. Ndio maana makanisa ni mengi kama mahoteli. Lakini Yesu anasema lazima mtoke, kanisa lazima libaki kuwa gani? Kanisa lazima libaki moja. Simameni mliokaa, mpige hatua mkuja tufunge tuende nyumbani. Mtu yote asiende nyumbani, mkutano sio wa siasa. Na kama uko mahali ulikuwa umekaa, njoo hapa. Lazima leo tufanye uamuzi. Karibieni mlio uko mbali. Na kama unaenda pia simama, njoo usikize. Inaweza kuwa leo ndio siku yako ya mwisho. Mungu alikuwa na nafasi ya kukuita, lakini kwa sababu ya ugumu ya moyo ukosa uzima wa milele. Mtumishi, hebu toa andiko Ramadhani 24 kwa haraka nionyeshe watu kitu. Ungeanzia na Ufunuo 1:7 kwa haraka. Unajua kuna siku mbingu itahubiri. Hamjaona mbingu ikihubiri, lakini kuna siku mbingu itahubiri. Itahubiri nini mtumishi? Maana leo tumehubiri na Biblia inasema ya kwamba kuna kipindi itafika hatutahubiria hapa chini, tutahubiria juu ya nyumba juu. Ili kila mmoja anafanya nini? Anaona. Speaker tunaweka juu ya gorofa. Ndio ujumbe unaenda kila hatujahubiri bado. Hatujafanya nini? Sijui ungeanza na ile andiko kwanza watu wajue mahubiri bado haijahubiriwa. Lakini sasa hii kidogo umepata, unafanyia nini kwa ukombozi wako? Andiko la Luka ngapi? Tutaisoma kesho mtumishi. Sasa tumehubiri kidogo hapa, lakini sikiza venye Mungu anasema. Ufunuo 1:7 inasemaje? Tazama, yuaja na mawingu. Biblia inasema tazama Kristo yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona. Sikiza makabila ya dunia na hao waliomchoma na kila kabila zote za dunia, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Sasa kwa nini kabila za dunia waomboleze Yesu anaporudi mara ya pili? Mathayo 24:30 zikia. Inasema 24:30. Kisha ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu. Wakati ishara ya Yesu itaonekana mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Kumbe ishara ikionekana ya mwana wa Adamu, mataifa yanaanza kuomboleza. Kwani ishara ya Yesu ni nini? Yaani ishara ya kuonyesha uko na uhusiano na Yesu ni nini? Maana kuna siku mbingu itahubiri. Hebu piga kwa haraka mtumishi, iko hapa 19:1 kitabu cha Zaburi. Inasema mbingu za hubiri utukufu wako, na anga laitangaza kazi ya mikono yako. Kuna siku mbingu itahubiri, ifundisha dunia, kuonyesha watu ishara ya mwana wa nani? Kwani ishara ya Yesu ni gani? Exodus mtumishi, Kutoka 31:16 na 17. Inasema kwa ajili ya kitu itafanya mataifa waomboleze ni kwa sababu ya ishara ya Yesu walioikataa. Ishara ya Yesu nini nasemaje? Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli, inasema wana wa Israeli na watu wa Mungu watashika sabato ya Mungu na kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele. Ni ishara. Kumbe ishara ya Mungu na sisi ili tujulikane ni watu wake ni sabato. Ndio sabato ikifundishwa na mbingu ikitangaza utukufu wa Mungu. Waliokataa sabato wakiona ishara ya Yesu wanaanza kuomboleza. Lakini kuna nafasi siku ya leo. Sikiza, ishara ya Mungu ni sabato. 20:12 Ezekieli inasema tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na ninyi. Kumbe ishara ambayo itaonekana kabla Yesu aonekane ni sabato. Sasa waliokataa sabato wataanza kuomboleza wakisema woi, tulihubiriwa lakini hatukujua itakuwa kwa haraka namna hii. Wakati wanaona ishara wakilia wakiomboleza, nani wataona akikuja? Mathayo 24:30 inasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni. Inasema itaonekana mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza. Sasa wakati waliokataa sabato wakiomboleza, nao watamwona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu. Kumbe kabla Yesu aonekane mawinguni, nini inatangulia? Ishara sabato. Na ndio Yesu anakuita siku ya leo. Hujatunza sabato na umekuwa ukitunza lakini kinyume. Kwa masaa unauza, uko kwa barabara wakati sabato inafaa kuanza, lakini umekuwa ukipuzilia. Ni wakati wa kubadilika na njia ni moja, rudi katika maji ubatizo. Bwana Yesu asifiwe. Na ngapi jioni ya leo anasema kabla mbingu itangaze, na nimetangaziwa leo, nimeona ukuu wa Mungu na sabato yake na mahali iliharibiwa. Natamani kuwa wa kwanza kuitunza bila kuangalia mtu mwingine. Inua mikono vizuri. Haya, nataka kikundi cha watu ambao wamekuwa wakijitoa wa ubatizo. Uko hapa hujaingia kwa kanisa, hujaibatizwa, uko hapa hujaitunza sabato na ungetamani kuwa ndio mara yako ya kwanza. Inua mkono vizuri. Pigeni hatua mikono iliyo juu, kujeni hapa. Changamka. Nataka tuombe. Wazee tuliokuwa nao na wale wajana
na hata wa leo. Pigeni hatua, nataka tuombe na nyinyi. Lazima tuwaombe ili Mungu awatie nguvu. Ni nyinyi na ngoja. Kabla hatujafunga mkutano siku ya leo. Mikono iliyokuwa juu, pigeni hatua. Hebu sikiza hili andiko mtumishi. Waamuzi 17 mstari ni ule wa 6. Sikia. Unajua umekuwa ukifanya kila kitu vyenye unataka. Hebu sikiza hili andiko. Waamuzi 17 mstari wa 6. Inasema 17:6. Waamuzi. Kitabu ni kile cha Waamuzi. Siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya hayo aliyoyaona. Umekuwa ukifanya chenye uliona kuwa ni mema machoni pako mwenyewe. Ulikuwa unafanya ibada tu ukiona ni chema machoni pa nani? Pako. Lakini Mungu anakuambia kabreki sasa. Ushajua sabato ya Mungu, tembea katika njia iliyo salama. Uko hapa. Hujaitunza sabato, na kama ulikuwa ukitunza umeivunja kwa njia moja ama ingine. Yesu anakuita leo, tunataka kuomba na nyinyi. Mungu ndio uvumilivu, anakuvumilia, anakuita. Kuna watu tumekuwa nao wakijitoa, wako wapi? Nyinyi na ngoja leo, pigeni hatua, usiogope mtu yote. Njoo, barikiwa sana ndugu. Mwingine, harakisheni, nyinyi na ngoja. Ukifanya moyo kuwa mgumu, utapotea. Kuna mwingine, piga hatua. Safari ya imani hautembei na mjirani yako. Kutoka 20 mtumishi 23 mstari wa 2 sikia. Wengi watapotea maana watu wanaangalia umati wa watu. Lakini mmoja hata akipatikana mbingu iko na nini? Iko na furaha. Kuna uwezekano wewe ndiye Mungu alikuja kuita. Kuna mzee mwingine tulikuwa naye. Ameenda wapi? Kuna mzee yule mlikuwa naye amekuja leo? Nafikiria tutampata kesho. Hebu nione ni wangapi wamebatizwa ubatizo wa maji mengi. Umebatizwa ubatizo wa maji mengi. Inua mkono vizuri. Inua vizuri. Na uangalie vizuri jirani yako aliyo karibu na wewe. Umebatizwa ubatizo wa maji mengi. Kama kuna mtu unaona mkono uko chini, mshike mkono, mlete hapa tuweze kuomba naye. Mshike mkono. Kuna wengine Yesu anasema itabindi wanasuriwa kwa moto waletu. Mshike mkono, mlete. Mshike mkono. Kunaye? Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa rehema unaenda kufungwa. Lakini Yesu angetamani ukue ndani. Safina ilipofungwa, mlango ungeweza kufunguliwa. Si Yesu ndiye alifunga? Amekupatia nafasi, lakini unachezea wokovu. Mwingine anasema mume wangu atanionaje? Mamangu atanionaje? Babangu atanionaje? Yesu anakutazama na kuangaliaje? Kuna wengine wanaotutazama kwa hizi dirisha. Biblia inasema mawe yatatoa shahidi, yatashuhudia ya kwamba mlisikia. Umesikia ukiwa ndani ya nyumba kila siku, na wengine tukiwa hapa dukani. Umesikia kweli ya Mungu. Yesu anakuambia wakati hukujua haujahukumiwa, lakini leo umejua, dhambi inaanza mbinguni. Kuna mtu wako pale lakini anasikia Yesu ananiita lakini sina nguvu. Mshike mkono, mlete mbele. Nataka kuomba. Kama umekuja kutembea na umekuja ukasikiza ujumbe na uko pale, jiunge na hiki kikundi. Yesu ndio uvumilivu. Niwe na ngoja. Watu wa Mungu, tunataka kufunga tuende nyumbani. Imebakia siku kesho na Ijumaa peke yake. Tumefunga mkutano. Jumapili mkutano inaanza, makutano moya. Ndio tunapelekea wengine ujumbe. Barikiwa sana ndugu. Niwe nilikuwa na ngoja. Karibia. Kuna mwingine? Piga hatua. Kuna mwingine yako pale. Ungetamani Yesu nishike mkono. Liwe liwaro, niko tayari kujitoa kwako. Hata kama wewe ni mama uko pale umesikia sauti, usiogope chochote. Piga hatua, njoo mbele. Yesu ni uvumilivu. Amekuvumilia miaka mingi. Umeteseka naye, lakini sasa angetamani ya kuonyesha lilo jema. Nini inakuzuia usikuje kwa Yesu? Mlio ndani ya nyumba, siku ya mwisho ni Jumamosi, tutakuwa na ibada. Nafikiria ni kwa hiki kiwanja mzee. Tutashinda hapa. Ubatizo utafanywa baada ya ibada. Jiandae. Unakuja na nguo umevaa na yenye utabandilisha ukitoka ndani ya nini? Ubatizo ni bure, au lipishangwi. Kila kitu ya Mungu ni nini? Ni bure. Tuko pamoja? Na nilikuambia kama utaogopa maji, tunaweza chemsha upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aya, jipange. Mzee karibia uweze kutuombea tufunge mkutano leo. Walio baki tumebakisha na siku 2. Enda omba, piga magoti. Mungu, nimesikia kweli na sabato yako, nielekeze mahali unataka niweze kwenda. Mzee, omba na ukiambia watu na ukiwapea namba kama kuna mtu angetamani kujua zaidi na hata kukuja kubatizwa,
anaweza piga simu kwako ama atume message, utapokea. Mungu awabariki. Asante jinsi tulivyo. Basi tuinamishe vichwa zetu, tumpatie Mungu sifa. Wale ambao wanasikia sauti hii, tunaingia katika hali ya maombi. Tuombe. Mwenyezi Mungu muumbaji mfalme, ambaye umetupenda tangu upeo, na siku ya leo umetukusanya katika uwanja huu kwa ajili ya neno lako. Ni kiasi kipi ambapo umetupendelea, na hata umetufunulia ya kwamba utarudi kwa mara ya pili kuja kutuchukua. Tungalipo duniani ambayo imechafuka, dhambi ambayo imezidi, imeletwa na ule mwovu shetani. Jioni ya leo umetupatia habari njema ya kwamba na mpango mzuri wa kuokoa maisha yetu. Tunakushukuru kwa ndugu hawa ambao hawajajali umati, wamepiga hatua na wamesema ya kwamba ya kale ambayo hawako wanajua, mambo ambayo hawako wanayajua, na leo umewawezesha kupitia kwa Roho Mtakatifu, wamesikia sauti yako na wamejitoa. Mbingu ifurahi kwa sababu watoto wako wakiokolewa kutoka dhambini, hata mbingu inafurahi na hata zaidi. Tunaombea mji huu pamoja na wakazi wake ambao wamesikia sauti hii, wasifanye moyo kuwa mgumu, bali wasikie sauti yako ambayo inaita kwa unyororo. Mwenyezi Mungu, watakapokujitoa kwa ubatizo, jina lako litukuzwe, manake hilo ndio kusudi letu la kuleta injili katika sehemu hii. Tutakapofumukana kuenenda katika manyumbani mwetu, Baba, utupatie usafiri ulio mwema na usingizi ulio mzuri. Utuondolee maovu na nia na ila ya mwovu shetani, hadi tutakapokutana kesho. Jina lako litukuzwe. Ni katika Kristo tumeomba tukiamini. Amen.